Mmeongelea jambo kubwa la kuhama wizara. Nikiri nilipanga mwanzoni, wakati hoja inatolewa, nilipanga kutamka hapa mnahamia wizara gani. Lakini baada ya hoja kuwa zimekuja tofauti, nimeona iwe busara tujiratibu vizuri ili kuweza kuaccommodate, kuweza kujumuisha haya maoni yote mlioyatoa. Kwa mfano, wapo ambao walisema muende moja kwa moja viwanda na biashara. Ni kweli, ndio wizara inayoshughulika na masuala ya viwanda. Kwa ni hoja yenye mantiki, waweze kuwaratibu. Tunataka mkue muende kwenye biashara, mkue muende kwenye viwanda. Ni hoja ambayo ina busara. Lakini wapo ambao wamesema muende wizara ya vijana, na kwa kweli ni hoja ambayo ina mantiki, kwa sababu Mheshimiwa Rais ameunda wizara mahususi inayosimamia masuala ya vijana, na katika uundwaji wake Mheshimiwa Rais bado anaijaziliza. Ameshateua waziri, ameshateua katibu mkuu, na ataendelea kuitengeneza. Kwa hiyo iko busara ya kuona wengine wamesema na mifuko ile iende pale. Kwa hiyo mnaona kwamba iko busara ya kujikoka sisi ndani ya serikali ili lile tutakaloliamua liwe limejumuisha hizi hoja zote. Lakini iko hoja hapa, mwenyekiti alikuwa ananigusa bega kila wakati, anasema lakini nadhani tuende TAMISEMI. Kwa sababu gani? Kwa sababu kule ndiko wako walio karibu nasi sana. Tukitaka eneo mkoani, tukiwa TAMISEMI hapo tunampata mkuu wa mkoa. Tukitaka wilayani, yuko hapo mkuu wa wilaya. Unaona, na lenyewe lina mantiki yake kwamba kwa kweli mratibu wa kwanza wa karibu pale kote mlipo ni TAMISEMI, kwa sababu mkitaka eneo hapo ndio wako hapo. Ukionewa yuko hapo mkuu wa mkoa, yuko hapo mkuu wa wilaya, na hawa wote ni wawakilishi wa Mheshimiwa Rais. Sasa ukiziunganisha hizi hoja zote na hata pale mlipo pia pana mantiki yake. Si mnaona hata mwanaume akipigwa mama anavyoamkaga usiku. Kwa hiyo zote zina mantiki. Niwape moja la uhakika kwamba tutafanya mabadiliko, mtahama kutoka kwenye hii wizara. Lakini kuhusu mnahamia wizara gani na tamko rasmi la serikali kwa taratibu za kiserikali, niwaombe mtoe kafursa kidogo. Tutajikokas ndani ya serikali, lakini tutawashirikisha na viongozi wenu ili tufanye jambo ambalo kweli litawarahisishia shughuli zenu, litawarahisishia kupata haya ambayo tumeongea. Mnaonaje tukifanya hivyo? Mnaonaje hilo tukiliamlia hivyo? Mnaonaje hilo tukiliamlia hivyo? Ni sahihi. Kwa hiyo asante sana. Kwa hiyo waheshimiwa mawaziri, ninyi anzeni mara moja, na makatibu wakuu wako hapa, anzeni mara moja kuangalia hizi hoja zote, ili baada ya hapo iwepo wizara moja ambao makundi haya yatakuwa, na wizara zingine wataendelea kufanya kwa uratibu wakiwa wanaratibiwa na wizara ambayo makundi haya yatakuwa. Hilo si tumekubaliana, ndugu zangu? Tutatoa tamko rasmi la serikali kuhusu jambo hili. Jambo la pili, mmeongelea kuhusu swala linalohusiana na maeneo ambayo yanatengenezwa. Nimeyaona mapendekezo haya, na mimi ni muumini wa hiki mlichopendekeza, kwamba kwa aina ya shughuli mnazofanya, iwe bodaboda, iwe bajaji, iwe mamalishe, iwe machinga, ninyi kigezo cha kwanza kinachotakiwa kuzingatiwa ni upatikanaji wa wateja. Ili hizi ziwe biashara, lazima tukatege pale ambapo wahitaji hao wapo. Kwa hiyo nielekeze, na bahati nzuri waziri wa TAMISEMI yuko hapa, nielekeze mikoa yote washirikishe viongozi wa makundi haya
na kama jambo hilo linawazidi kimo, walipokee, walilete, tulichakate ili tulifanyie uamuzi. Ili tuweze kurasimisha hizi shughuli mnazofanya, lazima kama nchi tukubali gharama. Kama eneo linalofaa linahitaji fidia, tukubali kubeba fidia ili bodaboda, ili machinga, ili mamalishe wapate eneo la kufanyia kazi. Kwa hiyo ninyi bainisheni maeneo, na haya ndio maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais aliyatoa. Ndio maana tumepata ile eneo hapa la Jangwani, ni kwa utaratibu huo, na maeneo mengine na mikoa mingine. Ukienda pale Dodoma, serikali pia ilitoa eneo hivyo na jengo limejengwa na fedha zikapatikana, na mmeona lile ambalo limepatikana, na mengine yataendelea kujengwa. Kwa hiyo viongozi wa makundi haya katika mikoa, bainisheni maeneo yenu, na mkishabainisha kama ambavyo mengine nimetajiwa kwenye risala, yakiwemo ya hapa Dar es Salaam, yakiwemo Mwanza, yakiwemo Rukwa, yakiwemo kote ambako nimepata hapa, na mikoa mingine kote ambako kuna changamoto ya aina hii. Bainisheni, kama mikoa wataweza kumudu watekeleze, kama hawatamudu walete ngazi za juu, ili tuweze kuona ni namna gani haya tunayafanyia kazi. Katika miaka mitano inayokuja, kuanzia mwaka wa fedha huu, Mheshimiwa Rais ameelekeza tutakwenda kuongeza fedha kwenye ile fedha ya mafungu ya vijana, wanawake na makundi maalum. Tutaenda kuongeza fedha nyingine kwa ajili ya miundombinu. Fedha hiyo itatumika kupata maeneo na itatumika kujenga maeneo hayo kwa ajili ya kufanyia hizi shughuli. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba hii hoja tumeipokea, na mimi nitaendelea kukutana pia na viongozi wenu hao ili niyapokee hayo. Mkishapata yale maeneo, mkiona mnakwama, ofisi yangu iko wazi, ofisi ya Mheshimiwa iko wazi, ya Mheshimiwa Rais iko wazi, na mimi ndo wamenituma kusimamia hizi shughuli. Njooni mkoa wote unakotoka, lete hayo mapendekezo, tena nitakurudishia na nauli, nitakupatia na ya kurudia. Ni lazima tupate maeneo yenye hadhi ya kufanyia hizi shughuli. Hatutaweza kupiga vita umaskini na tukashinda kama hatutapata kazi kwa ajili ya watu wetu. Kazi ndio kipimo cha utu. Kwa hiyo tutaifanya, na waheshimiwa mawaziri wa sekta zote hizi ambazo zinahusika wapo hapa. Hilo jambo tutalifanya ili kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya. Na Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI waelekeze, na Mheshimiwa Waziri wa Viwanda, wote mko hapa, na Mheshimiwa Waziri wa Vijana mko hapa, waelekezeni maafisa wenu wanaosimamia masoko yanapojengwa. Nilitoa maelekezo haya Dodoma na narudia tena hapa. Upo utaratibu, serikali inatumia gharama kujenga maeneo kwa ajili ya bodaboda, machinga, mamalishi. Wanatokea baadhi ya watumishi wa serikali wasio waaminifu, wanawahi wanaenda wanakuapua yale maeneo, alafu wao ndo wanaanza kuwapangishia wale ambao walikuwa wamelenga. Hili si kusudi la serikali, na nilielekeza kila eneo chunguzi zifanyike. Kama yuko afisa wa serikali alienda akakuapua, na ndio akaanza yeye kukusanya fedha, na yeye ndio kawapangishia wale wanaofanya biashara, na yeye kaongeza bei ambayo si serikali iliyokuwa imepanga. Haya ni makosa ya kimaadili. Watu wa aina hiyo wachukuliwe hatua. Fuatilieni kote, na kwenye maeneo mengine tunayotenga na tunayojenga kwa ajili mahususi kwa ajili ya wafanyabiashara hawa ndogo ndogo na makundi haya tulionayo hapa, yafanye kazi zile ambazo maeneo hayo yalikusudiwa. Kwa hiyo hili tutalifanyia kazi katika maeneo yaliyopo na yale ambayo tutayajenga. Lakini pia tulipitisha sheria
inayotaka kazi inazoweza kufanywa na Watanzania zifanywe na Watanzania. Tumeweka mpaka sheria. Nilishaisema na leo Mheshimiwa Waziri upo, pelekeni operation kote kule. Maeneo ambako biashara zinaweza kufanywa na Watanzania zifanywe na Watanzania. Tumeweka sheria, itekelezeni sheria hiyo. Tekelezeni sheria hiyo. Wala msipate shida, kila mtu anakwao, wala sio ubaguzi. Mungu alitupa nchi hii, ni Tanzania ni ya Watanzania, Afrika ni ya Waafrika. Kwa hiyo huu wala sio ubaguzi. Na wale watakaofanya shughuli hapa kwetu wafuate taratibu na sheria tulizoziweka. Kwa hiyo hii serikali tumepokea hoja hiyo na tutaitekeleza, na sheria tulishapitisha. Lakini lingine ambalo mmeliongea linalohusiana na mikopo, ili nimezipokea hizi changamoto, na tumemsikia afisa wa NMB, na tumepokea pendekezo la mabenki mengine. Nitakaa na hizi taasisi za kifedha pamoja na wizara hizi husika pamoja na Wizara ya Fedha, na lenyewe ili tukishalichakata tukapitia hizi changamoto mnazozipitia ili turekebishe yale ambayo tulikuwa tumeyaweka, alafu baada ya hapo tutatoa taarifa. Ni kweli ukishasema fedha hii inaenda kwa bodaboda, ukasema fedha hii inaenda kwa machinga, ukasema fedha hii inaenda kwa mamalishe, halafu ukaweka sharti la hati ya nyumba, umeshamkatalia kwa mkono mwingine. Utakuwa umempa kwa mkono mwingine na ukamnyang'anya kwa mkono mwingine. Kwa hiyo tutakaa ili tuweze kukubaliana. Huwezi ukamwambia mamalishe atoe hati ya nyumba, bodaboda atoe hati ya nyumba, machinga atoe hati ya nyumba. Hiyo sio. Tutatumia utaratibu huu ambao viongozi wamesema hapa, tutakubaliana na wenzetu, kwa sababu lengo tunataka kusaidia makundi haya yaweze kunufaika na lengo la serikali la kuwapatia mikopo iliyo nafuu, ili waweze kuachana na mikopo ile mingine yenye masharti makali zaidi ambayo inatia umaskini wananchi wengi wa Tanzania. Kwa hiyo bodaboda tumewasikia, maafisa usafirishaji tumewasikia, machinga tumewasikia, na mama zangu wa mamalishe tumewasikia. Na mamalishe tembeni mkideka kabisa, kwa sababu na mke wangu aliwahi kuwa mamalishe. Na akitokea mtu ile migambo wale waliokuwa wanawasumbua akigusa sahani yako, mwambie unagusa sahani ya mke wa waziri mkuu hapa. Kwa hiyo tumepokea hizi, naomba mridhie, tutakaa na taasisi hizi za kifedha na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tutatue mkwamo popote pale unapojitokeza kuhusiana na lengo. Nia ilikuwa njema sana, kwa sababu ni kweli hizi fedha kuna maeneo mengi, hata nyewe hapo mmekiri, zilikuwa zinaenda kwenye makundi ambayo hayakukusudiwa. Ni kweli kabisa, zilikuwa zinaenda kwenye makundi ambayo hayakukusudiwa. Vikundi vingine vilikuwa hewa, hata havifanyi kazi. Kwa hiyo zilikuwa zinaenda kwenye maeneo ambayo watu wanagawana, na vikundi hivyo hata havifanyi kazi. Serikali ilitaka fedha hizi zije kwenu ninyi wenyewe mnaofanya kazi. Kwa hiyo tutatatua tu hili tatizo la kuhusu mnapataje, lakini lengo ni kwamba zije kwenu mnaofanya kazi hiyo. Kwa hiyo hii tutaifanyia kazi, na yenyewe tutawasiliana mapema. Kuna maeneo mengine ambayo mmeongelea yanayohusiana sheria na kanuni zile ambazo huwa zinabadilishwa kwa kupitia bajeti yetu ya serikali. Sasa hivi ndio bajeti ya serikali imeanza. Tunaweza tusiite kundi lote hili kwa ukubwa wake. Tutawaita viongozi wenu, tukae na wenzetu wa mamlaka ya mapato, tukae na wenzetu wa Wizara ya Fedha, ili tunapokwenda kubadilisha sheria. Mnakumbuka zile zingine tulikuwa tunazibadilisha kupitia bunge. Hatuwezi tukatamka tu leo hapa kwa sababu ni sheria zilizotungwa na bunge. Lakini tutakaa kabla ya bunge la bajeti, ili ziweze kuingia kwenye bunge la bajeti na ziweze kubadilishwa kama tulivyobadilisha zile zingine. Hoja zenu ni za msingi, tumepokea na zina mashiko. Kwa hiyo tutafanya utaratibu ule ili ziweze kufuata taratibu zile ambazo tumekuwa tukizitumia.